Asante sana. Mimi naitwa Baraka Leonard, ni katibu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo tulikuwa na tukio muhimu sana ambapo Bunge la Tanzania na Jukwaa la Mabunge ya Nchi za Maziwa Makuu tumesaini makubaliano. Katika makubaliano haya, Bunge la Tanzania itakuwa mwenyeji wa mkutano wa wanawake wa mabunge ya nchi za Maziwa Makuu. Sasa bunge letu la Tanzania limekubali kuwa mwenyeji mkutano huu muhimu sana wa wanawake, na kazi yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba kunapatikana kumbi za mikutano, huduma za usafiri, huduma za afya, mambo mengine yote ambayo yatawezesha mkutano kufanyika. Sisi kama bunge tumejipanga kuhakikisha kwamba mkutano huu unafanyika kwa ukamilifu mkubwa, na tumejipanga tunakaribisha wageni wetu katika mkutano muhimu ambao utafanyika mwezi Novemba kuanzia tarehe 2 mpaka 5, 2026. Ugeni ni mkubwa, tunatarajia kuona wageni zaidi ya 300 na hawa ni wabunge wanawake, na kikubwa mkutano huu unakusudia kuwajengea uwezo wa kina mama wa bunge, kisha kwamba swala la jinsia linapewa nafasi kubwa na wabunge wanawake wanapata nafasi kubwa katika shughuli za kibunge. Kwa tegemea wageni wengi ambao kwa kweli watakuwa na faida kubwa sana kwa nchi yetu. Kutakuwa na mambo mbalimbali. Wageni kufika hapa, kumbuka tutumia mahoteli yetu, watahitaji huduma za chakula, huduma za afya. Yote haya yatachangia sana kwenye uchumi wa nchi yetu. Okay, asante. Kwa jina naitwa Balozi Dr. Deo Osmond Mwapinga, ni katibu mkuu wa Jukwaa la Mabunge la Nchi za Maziwa Makuu. Nchi za Maziwa Makuu zinahusisha nchi 12 ikiwemo Tanzania, na sisi makao makuu yetu yapo Kinshasa, DRC Congo. Na kimsingi sababu ya Secretariat ya Maziwa Makuu ya Jukwaa la Mabunge la Maziwa Makuu kuleta mkutano Tanzania imechagizwa na sababu kwanza za kihistoria. Kama mnavyoelewa, ICJLL, wazo la kuanzisha ICJLL lilianzia Tanzania mwaka 2004 kupitia azimio la Dar es Salaam, ambapo kama mlikuwa mnasikia speech yangu kwa Kiingereza, nilikuwa nimerejea hotuba ya Mheshimiwa Mkapa wakati anafungua mkutano wa kwanza kabisa wa wazo la kuanzisha ICJLL. Kwa hiyo kwa sisi kuleta mkutano hapa Tanzania, tunaamini ni mahali salama, ni mahali sahihi, kwa sababu kimsingi wazo kubwa la kuanzisha ICJLL lilianzia hapa. Lakini pili, tunaelewa kwamba Tanzania ni kinara na ina historia ya muda mrefu katika kuchagiza masuala ya usawa wa kijinsia, masuala ya ulinzi na usalama katika nchi za majirani, hususan nchi za Maziwa Makuu. Kwa hiyo ndio sababu kubwa. Ukirejea kwenye takwimu za hivi karibuni za IPU, Tanzania ina wabunge wanawake 38%. Kwa hiyo tunaweza kusema ni namba nzuri, si mbaya sana ukilinganisha na nchi zingine, na kwa nchi za Maziwa Makuu Tanzania ina nafasi ya 4 kama sijakosea, ikiwa chini ya Rwanda, Burundi na Angola, na inafuatia Tanzania. Lakini nadhani jitihada bado zinapaswa kuendelea kufanyika ili kuongeza idadi ya wanawake katika vyombo vya maamuzi. Lakini sisi kama Secretariat ya Jukwaa la Mabunge ya Nchi za Maziwa Makuu tunasema kwamba kuwa na idadi kubwa ni jambo moja, lakini tunatamani sana kuona wanawake wanakuwa katika maeneo au katika portfolios ambazo wanakuwa zina maamuzi zaidi ya kisera na kiutendaji kuliko pengine uzoefu katika nchi za Maziwa Makuu. Wanawake wamekuwa katika portfolio ambazo tunasema ni social issues zaidi kuliko zile sehemu za kimkakati kama vile finance, security, na nadhani sisi ndicho ambacho tunatamani zaidi kukiona. Nikirejea takwimu za IPU ni jukwaa kama la kwetu la mabunge la dunia, inaonyesha Jamhuri ya Afrika ya Kati na 11% tu ya wawakilishi wa bunge katika wanawake wa bunge. Kwa hiyo tunadhani kuna jitihada kubwa zinahitajika katika nchi hizo, lakini vile vile kuhakikisha hizi nchi ambazo zinafanya vizuri basi azishuki tena. On behalf of the Parliament of Tanzania, and indeed on my own behalf, I extend our sincere appreciation to the FPICJLR for entrusting Tanzania to host this important regional gathering. This agreement reflects our shared commitment to advancing women's leadership, strengthening parliamentary diplomacy,
and promoting peace, regional cooperation, and inclusive development across the Great Lakes region.